kama mlivyosikia maelezo yake, kulala njaa analala, watoto wamemtupa, yapata mwaka mzima hawaji kumuona wala nini. Maana yake maisha yake ni anasaidiwa tu na watu, na wakati mwingine akikosa ni analala hivyo hivyo, na umri wake ndio kama mnapomuona umri wake umeenda. Labda tuone hata mazingira yake hapo ndani, tuingie ndani kidogo tuweze kuona mazingira ya hapo ndani. Tupeleke ndani mzee Nyodo, wananchi waone. Unaishi? Ndio. Na hapo kitandani unatandika nini? Unatandika nani godoro. Godoro nimeacha kule bwawani. Unatandika godoro? Umeliacha bwawani? Ndio unaloliweka hapa. Sasa wale umeliacha bwawani? Unajua nilikuwa na uchafu fulani nikaizamisha. Umeliweka kwenye maji? Sasa kumbe nipoweka pale upepo ukaja ukazama kabisa. Sasa nimekuwa zito. Ndio nimelitoa nimeweka pale kidogo yavuje maji nilibebe nje nalo huko. Kulala chini hapo kama hivi. Kwa hiyo sasa hizi unalala hapa tu kwenye chale? Nachukua vinguo hivi natandika nalala. Ndugu zangu nina taabu. Usinione hata ninavyozungumza hivi. Basi. Na taabu mama yangu na taabu. Ongea, angalia kamera hapo. Ongea, angalia kamera, angalia hapo kwenye simu hapo. Ongea. Mimi na taabu kubwa. Nachokuombeni wala serikalini. Mnisaidie niende nyumbani. Hapa nipo yani kabisa niko hoi. Sina nini wala nini, watoto nimezaa lakini watoto wanijali. Nimeshaolewa na Wasambaa. Sijui wanaochonga wao, sielewi, siwaoni. Mpaka sasa hivi nalia. Wakati